Katika jangwa lenye historia ya migogoro ya kiitikadi, kisiasa na kijeshi, taifa dogo lenye nguvu kubwa za kiulinzi, Israel, limeapa kwa kauli isiyoyumba: Iran haitaruhusiwa kuwa taifa la nyuklia. Lakini swali kuu linabakia, kwa nini? Je, ni uhasama wa kidini? Ni hofu ya kupoteza nguvu za kijeshi? Au ni mbinu ya kujilinda dhidi ya maangamizi? Makala hii inasimulia hatua kwa hatua sababu kuu za Israel kukataa vikali Iran kuwa na silaha za nyuklia kwa mtazamo wa kihistoria, kisiasa na kiusalama. Moja, tishio la moja kwa moja kwa uhai wa taifa la Israel. Tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1949, viongozi wa Iran wamekuwa wakitamka wazi kuwa Israel haina haki ya kuwepo. Maneno kama kuitokomeza Israel kutoka ramani ya dunia yametoka kwa viongozi wa ngazi za juu kama Ayatollah Ali Khamenei na rais wa zamani Mahmoud Ahmadinejad. Kwa Israel, haya siyo matamshi ya kisiasa tu, ni kauli za kijeshi. Silaha za nyuklia mikononi mwa taifa linalotangaza wazi azma ya kuifuta Israel ni sawa na kusubiri mauaji ya kizazi chao. Kumbukumbu ya Holocaust bado ipo hai, na viongozi wa Israel wanaona ni wajibu wao wa kihistoria kuhakikisha haitokei tena. 2. Ufadhili wa magaidi, Iran na makundi ya kijeshi. Iran imekuwa mfadhili mkuu wa makundi ya wanamgambo kama Hezbollah kutoka Lebanon, Hamas na Palestinian Islamic Jihad Gaza, pamoja na Houthi kutoka Yemen. Makundi haya yana historia ndefu ya mashambulizi dhidi ya raia wa Israel. Endapo Iran itapata silaha za nyuklia, Israel ina hofu kubwa kuwa teknolojia au ujasiri wa kutumia silaha hizo utaenea kwa wakala wa Iran. Hii inaifanya silaha ya nyuklia ya Iran kuwa si tishio tu la taifa moja, bali mtandao mzima wa mashambulizi ya kigaidi. Namba 3, mbio za nyuklia Mashariki ya Kati, nuclear proliferation. Israel inaelewa kuwa Iran ikifanikiwa kuwa taifa la nyuklia, mataifa mengine ya Kiarabu kama Saudi Arabia, Misri na hata Uturuki hayatakubali kubaki nyuma. Hii itavuruga mizani ya kijeshi na kuongeza hatari ya silaha za maangamizi kuingia mikononi mwa watawala wa kidikteta, magaidi au hata makundi yenye ajenda za kidini kali. Namba 4, ukosefu wa uaminifu wa Iran kwa mashirika ya kimataifa. Iran kwa miaka mingi imekiuka mkataba wa kimataifa wa kutosambaza silaha za nyuklia NPT. IAEA, shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia matumizi ya nyuklia kwa amani, limekiri mara kadhaa kwamba Iran haijawahi kuwa wazi kikamilifu kuhusu shughuli zake, huku vituo vingi vya kinyuklia vikigunduliwa kwa njia zisizo rasmi. Israel inaamini kuwa mpango wa nyuklia wa Iran hauna lengo la amani kama inavyodai, bali ni wa kijeshi. Kutokuwa na uwazi huu kunafanya kila hatua ya Iran kuonekana kama mbinu ya ujanja wa kivita. Namba 5, sera ya mapema ya kuzuia, the Begin Doctrine. Tangu mwaka 1981, Israel ilipoishambulia Osirak, kituo cha nyuklia cha Saddam Hussein nchini Iraq, imekuwa na sera ya kuzuia taifa lolote la uadui kuwa na silaha za maangamizi kabla halijafanikiwa. Sera hiyo inaitwa Begin Doctrine. Inaamini kuwa hatua bora ya kujilinda ni kushambulia kabla ya hatari kuwa halisi. Israel iliendeleza sera hiyo tena mwaka 2007 ilipoishambulia Syria, Operation Orchard, na imekuwa ikijaribu kufanya hivyo dhidi ya Iran kwa njia za kisiri, mashambulizi ya kibinafsi na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya miundombinu ya nyuklia. Namba 6, operesheni za kisiri, Mossad na vita vya kivuli. Katika miaka ya hivi karibuni, Mossad imeendesha operesheni za hali ya juu za kisasa, ikiwemo kuiba nyaraka nzima za mpango wa nyuklia wa Iran mwaka 2018 kutoka Tehran, kuuawa kwa wanasayansi wakuu wa nyuklia wa Iran kama Mohsen Fakhrizadeh mwaka 2020, pamoja na shambulio la drones na mashambulizi ya cyber kwenye mitambo ya Natanz. Hii inaonyesha kuwa Israel haitegemei diplomasia pekee, bali inachukua hatua kali kimya ili kuhakikisha Iran haifikii kiwango cha kutengeneza au kuwa na silaha ya nyuklia. Kwa Israel, swala la Iran kuwa na silaha za nyuklia si mjadala wa kisiasa, ni swala la kuishi au kutoweka. Ni mstari mwekundu ambao hautovukwa. Kwa hivyo, iwe kwa njia ya mashambulizi ya kijeshi, operesheni za kisiri, vikwazo vya kimataifa au ushawishi wa kidiplomasia, Israel itafanya kila iwezalo kuhakikisha Tehran haifikii ndoto ya kuwa taifa lenye silaha za nyuklia.